Unasemaje? Kaniki mimi uko na sebleni? Sio kweli bwana. Wasisteri. Sio kweli unajua. Wakaniki mimi uko na sebleni? Hiyo haina hiyo. Sio kweli. Mimi siwezi kulala sebleni. Na kauli yangu sasa ipingwe. Unajua? Hayo masuala ya kuchelewa kulala kwa kuamka. Mambo gani mnaletea? Wewe Kaniki wewe. Ishi hapo hapo. Kaka yako ameoa. Unataka aende akalale wapi? Nasema hivi, lazima utampisha chumbani. Dada, uamuzi wako hauko sahihi kabisa. Wakati hawa walikuwa wanalala wote pamoja chumbani, leo unataka aende akalale wapi? Atalala sebuleni. Sawa? Unajifanya wewe misikio yako haisikii, si ndio? Sasa mimi mama yake ndo naongea. Mwanangu ameoa. Na mimi pia mwanangu ana haki kama wa kwako. Atalala humo chumbani. Yeye alikuwa anajijua anataka kuoa. Kwa nini asingepanga chumba? Watalala wote humo. La sivyo ataondoka mwanao. Mama mdogo, aondoke ende. Koma wewe. Naongea mtu mzima mwenzangu, usiongee na wewe ngedere wewe mtoto wa 2000 wewe. Unajizima data? Kapandishe wewe feel vizuri huko. Mwanangu ana haki kama. Dharau hizi. Angalia. Hebu nisikilize, mimi si ndo mamako. Acha, waache. Umenielewa? Waache. Tasikia niwaambie. Kama hizo sikuoa, tatizo sikuoa. Basi kwa vipi nitaoa vile vile? Eti mchoye sikuoa. Hebu nipishie game, unafikiri kuoa kirahisi? Sawa sawa na kunyonga bangi lizla na sigara kali utamuoa nani wewe mtu mwizi? Labda muoe mwizi mwenzie. Sasa hizi wakubwa shikamoni. Naweza kumuona Tatu? Ingia ndani. Haya. Nimekuja kumuona Tatu. Unamaanisha Tatu huyu jambazi wa kike anafanya matukio ovyo ovyo? Afande, mke wangu sio jambazi. Mimi ni mumewe. Hawa ni wifi zake na huyu ni mama yake mkwe. Unawezaje kuwa na mwanamke design anapiga watu chupa ovyo ovyo? Samahani jamani, hamjatonea mwizi kupita maeneo haya? Limetupita hapa, limeelekea huko Kagulwe poli. Wapi, huku au huku? Kaniki. Asa mbona umejinamia huko na watu tumeshafika? Kwanza kitu cha kwanza vua dela la mwanangu siliteki kwa hapa. Kusaidia isiwe sababu. Vua. Wewe vipi? Shukrani napunda kweli mateke. We. Rudi hapa unaenda? Unaleta ubabaifu. Weka chini hicho kibegi. Tugawane kilichokuwa humo ndani. Pasu kwa pasu. Weka chini. Sasa dada, mgawane nini? Akati mwanangu kaiba peke yake. Wataka ugane mgawane nini? Wewe unajua nani kamuokoa mwanao? Au unajua nani alimvalisha dela mwanao? Na akati anavalishwa dela, wewe ulikuwepo.
au naongea? Fungua bwana. Na hapo pasu kwa pasu. Hamna kusema wewe umezidi au nani kapungua. Tunaenda sawa kwa sawa. Toba. Si utakaa tugawane. Twende kwenye mgao sasa. Tugawane. Hii hasara. Kaniki mwanangu. Unataka kufa kwa ajili ya maandazi? Yaani umati wote ule uliokuwa unakufuata. Wewe mwizi mirungu mwenye panga mwenye maandazi. Sema neno gani au neno unaongea? Vingapi wewe unaviletaga hapa na unavitumia wewe? Sangine mimi hata sivipati. Kaniki, hebu nigee ile pochi mwanangu. Hicho kipochi wenyewe utakutana nacho na wewe mwenyewe utakayebu kwanza niangalie mangapi. 5. Sasa sikiliza nikwambie ndugu yangu. Wewe na mwanao huyu mnakula 1.5. Haya mawili mpeni huyu mwizi kwa sababu kateseka. Hivyo ulimuona alivyokuwa anakimbia. Shika mpe mamako. Yaani dada. Kwa nini hivyo lakini dada? Kwa nini hivyo mwanao alibabaika kipochi? Afu angalia hata watu wa kuaibia. Siku nyingine utakuja kuiba mama mwenye mtoto tuletee mapampasi ya mavya. Angalia. Haya kula tena. Miandazi tena haina chai, haina sukari, haina majani ya chai. Kula unywe na maji. Alafu dada, hayo sio maneno unaongea. Huyu Kaniki mundani analeta vingapi unavitumia wewe? Yana kutoka maneno mpaka mishipa yako na kusimama. Kwa nini unafanya hivyo? Au umeona kwa kuwa mmekosa vitu humu na yanaanza kutoka maneno. Hebu nendeni zenu unajua. Kakosa huyo, kuzaa sio kupata. Kazaa mwizi wa maandazi. Lo. Afadhali hata mwanangu mnaniletea vitu vya maandazi. Hilo la ndugu yangu kuletewa maandazi bila chai wala sukari. Tafuneni mwe na maji. Sorry. Mbona nikodolea macho? Au nataka nianze kuongea mimi kama ndo nimekuita? Samahani kama takuwa nakula muda wako. Honestly, imenivuta nguvu ya ushawishi yenye hisia kali sana inayotokana na mvuto uliobarikiwa. Leo imekuwa tunu kwangu. Mubashara kabisa. Macho yanatakasika kwa kutazama ufundi aliotumia Mwenyezi Mungu kukuumba. Maana wewe na malaika ni kama kula na doto. Usishangae kuyasema haya. Unajua siku zote uzuri wa mwanamke upo katika macho ya mwanaume. Nisizunguke sana maana wahenga wanasema chelewa chelewa hukuta mwana si wako. Kwa mbali sana nina pressure na homa ya mapenzi inayofanya nikuhusudu zaidi. Na hii sio kusudi, bali ni ishara ya upendo wa kweli kwako. Samahani Malkia, uliotaharika na nuru ya Tuyuri. Vipi? Naweza kupata nafasi nikamiliki jimbo lako? Kumekucha kwa mashairi. Wewe kaka ni mgeni hapa mtaani. Sasa sikia nikwambie kitu kakaangu. Mimi ni mchumba wa mtu. Na laiti kama mchumba wangu angekuepo, sasa hivi ungekuwa ushakatoa mashondi. Hivi una akili kweli wewe? Usiniambie bado namwazia nao. Yaani si kitu unamwacha mkaka mzuri vile, handsome, anavutia. Mwanaume ameshaini muda wote. Rasta safi. Tumia akili. Kisa leo lipumbavu lako. Unategemea tarudi lini? Acha ujinga wewe. Gaucho. Hivi umesahau yaliyotokea kwa Juma? Nago alivyogundua mchiti kwa Juma, alifanya mkaka wa watu. Unataka na huyu amkute aliyomkuta Juma? Hebu niache mimi.
Jamani, udugu wangu wataka wakuue. Hawa watoto washenzi kweli yani. Zamida kiongozi. Kwanza sasa mgonjwa wenu anaendelea vizuri kabisa. Na muda wowote anaweza karuhusiwa mkodi naye nyumbani. Ila kuna pesa ambazo mnapaswa mlipe kwa ajili ya matibabu yake. Tangu alivyofika check up na kila kitu mnadaiwa kiasi cha laki 4. Ha? Baba, hapo unapomuona yeye mwenyewe anadaiwa, tumeshindwa kulipa hilo deni. Ndio maana akapigwa. Haya mapesa yote sisi tutatoa wapi? Hakuwa na haja ya kueleza. Nitalipa mimi. Wewe vipi kuniachia kama nimekulia chako? Au wewe mwizi? Hapana, mimi wala sio mwizi. Mama, mwizi anaweza kuwa hivi? Mimi nimekuja hapa kwa lengo jema kabisa na nia njema kabisa. Sijui utakuwa umenikumbuka? Ha? Nikukumbuke kwani wewe baba taifa au kijumbe kwamba nakuletea hela mchezo kila siku? Unikumbuke hata kidogo? Mara ya kwanza tulikutana polisi, mara pili tukaonana hospitali. Kuna mama mmoja alifumuliwa kweli kweli. Tumemleta hapa hospitali pa. Na wewe ulikuja kama ndugu. Umenisahau. Oh. Kumbe nyinyi ndio watu wa figo. Figo? Figo kivipi? Wewe unaona si wa kutoa figo? Bosi wangu mimi atoa figo. Yule mtu anasaidia watu kinoma yule. Yaani anasaidia watu. Tuachane na hayo. Mimi nimekuja hapa na habari njema hii kwa ajili yako hii. Namba hii, unaona simu hii? Tia namba mama. Bosi wangu anataka namba. Imekuwa rahisi. Afande, mbona unamkamata mwanangu kafanya nini jamani? Mama sikia. Kama unamhitaji mtoto wako, njoo kituo cha polisi Sakshari. Hatuna muda wa kupoteza, sawa sawa? Sawa, lakini usimpige basi. Mama njoo.